Mtazamaji wa Manara TV, leo naripoti kutokea hapa mkoani Mwanza. Hali iliyopo kwa hivi sasa ni mvua ambazo zinaendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya jiji hili la Mwanza. Mimi nimefika hapa kwa ajili ya kujuza kile ambacho kinaendelea, hususan kampeni za mgombea urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye anatarajiwa kuwasili siku ya kesho katika mkoa huu kwa ajili ya kuendelea na kampeni zake. Lakini kwa leo mgombea ubunge jimbo la Arusha mjini kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Paul Christian Makonda amefika katika jiji hili la Mwanza. Lengo hasa ni kuendelea kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia kuwaeleza wananchi kazi kubwa ambayo imefanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mara baada ya kufika katika mkoa huu wa Mwanza, Paul Christian Makonda ametembelea ofisi za Chama cha Mapinduzi mkoa na wilaya na kuzungumza na wanachama chama hicho. Kwa kuwa mimi nimezaliwa hapa na nimelelewa hapa, nimeona sio busara kubaki kumwacha Daktari Samia na timu yake nzima inakuja Mwanza eti mimi sipo. Ingependeza kweli hiyo? Kwa nimekuja kuwaomba tu nyinyi viongozi ya kwamba viongozi wote kuanzia ngazi ya mashina, nikimaanisha mabalozi pamoja na wajumbe, nyinyi viongozi wetu wa chama katika ngazi ya matawi, viongozi wetu wa jumuiya, kamati zetu za utekelezaji katika ngazi ya matawi na kata, tukiingia mtaani kuzitafuta kura za Daktari Samia, nina uhakika Nyamagana itaongoza katika mkoa wa Mwanza, lakini pia Mwanza itaongoza katika mikoa, ila msisahau Arusha tutawapiga bao, lazima yako maneno mengi, na kama unavyojua kwenye kila jambo jema vita haifai nini? Haikosekani. Jambo letu jema ni kiongozi wetu mama mshupavu, mvumilivu, mwenye utu na upendo, na vita ipo. Na vita iliyopo ya kipindi cha uchaguzi ni vita ya manini? Ya maneno. Na ukitaka kujua watu wanajua kuongea, gombea. Utasemwa kila aina nini? Kwa nani ajui kwamba kipindi cha uchaguzi ya maneno na kuwepo? Kwa hiyo sisi tufuatishe maneno yao kipindi cha uchaguzi, au tufuatishe utu wake kabla ya uchaguzi? Sisi tunatazama utu wake, ametuongoza vyema. Taifa limebaki moja, halijagawanyika. Hatuna habari ya ukabila. Ndio maana mimi mtoto wenu nimepewa ridhaa ya kugombea nafasi ya ubunge wapi? Arusha. Hiyo ni dalili ya kwamba Tanzania haina nini? Tanzania haina udini. Ndio maana hapa ndani atuuliza habari ya nini? Sasa haya yote yanafanyika chini ya utawala wa Chama cha Mapinduzi. Sisi Nyamagana tumependelewa sana. Daktari Samia Suluhu Hassan atakuwepo katika wilaya yetu kwa siku 2. Kesho tunampokea Buongwa na kesho kutwa atakuwa viwanja vya Nyamagana. Na kwa kuwa umetutembelea, chama ni hiki na watu ni hawa, naomba nikukaribishe uwasalimie. Nyamagana oye! Oye! Daktari Samia oye! Oye! Mheshimiwa Katibu, nimepata faraja kubwa ya kufika hapa Mwanza kwa kazi hii tu moja ya kuambia wana Mwanza, wana kanda ya Ziwa, hatuna muda wa kupoteza zaidi ya kupigana usiku na mchana kuhakikisha Daktari Samia Suluhu Hassan anashinda kwa kishindo. Kwa kuwa mimi nimezaliwa hapa na nimelelewa hapa, nimeona sio busara kubaki kumwacha Daktari Samia na timu yake nzima inakuja Mwanza eti mimi sipo. Ingependeza kweli hiyo? Kwa mimi naombeni sana ndugu zanguni, twendeni tukazisake kula za Daktari Samia. Alafu kwa mambo yote naomba waze mambo matatu tu. La kwanza, amani tulionayo. Nololo danzala. Ulolo to pera kakubulakwa. Hambu.
kuliko kuwa na umeshiba alafu unatafuta pa kujiokolea. Amani ni jambo muhimu sana. Alafu la pili, wakina mama, kumwezesha Daktari Samia ashinde, tunawezesha ndoto za watoto wa kike wa Kitanzania walio wengi. Obengo mtebile abakikole kale bale bakwiciko tu. Yaani unaruhusiwa kaa jikoni, tuaya sebuleni ufiki. Lakini mama huyu anaenda kukalia kiti cha urais na ushindi wake ni ushindi wa wanawake wa Tanzania. Sasa mwanamke akishinda, mwanaume anakuwa ameshindwa jamani? Palipo na mwanamke, mwanamume tena bila mwaliko. Asanteni sana.